kwenye makanisa ya baba zetu? Kwa nini hatukuendelea kuwa kwenye majengo mazuri ya maana na kwaya nzuri? Nini kimekufanya kuwa hapa? Kuna mwenye majibu anaweza kuniambia kwa nini iko? Karibu. Amina. Mimi kilichonifanya kuwa hapa ni kwamba nguzo na misingi za kanisa ziliharibiwa. Hivyo soma na Biblia na kuelewa ndio kitu pekee ambacho kinafanya hapa. Pia na kwa ibara na utatu. Na kwamba tuna kitu ambacho ni Mungu roho. Baya jua roho ni mzima wa baba. Ndicho kitu pekee kinafanya nikawa nafahamu. Nguzo na misingi ziliharibiwa. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kimsingi wengi tumetoka kwa sababu mbalimbali, lakini zipo sababu za msingi ambazo tunaweza leo tukazijadili kwamba hizi zilikuwa sababu za msingi sana namna ya kuondoka kwenye mfumo wa General Conference. Na kimsingi kanisa la Waadventista wa Sabato, tunaona kule awali hata nabii ukisoma kwenye maandiko anasema usiliite kanisa la Mungu Babeli. Usiliite kanisa la Mungu Babeli. Kwa nini nabii anazungumza haya? Roho ya unabii iko wazi na vielelezo viko wazi kwamba kumbe awali kabla nabii yupo, kanisa la Mungu lilistahili kutoitwa nini? Babeli. Maana lilitembea kwenye utakatifu, lilitembea kwenye misingi ya wasisi, lilitembea kwenye nguzo 7. Lakini baada ya hapo sasa, hata nabii ameeleza kwamba kwa nini kanisa linastahili kuwa Babeli. Kimsingi wapendwa, mimi kilichonitoa, niombe Amoni uwe kidogo hapa karibu kwa ajili ya kunisomea tunapokuwa tukiendelea na somo hili mchana huu wa leo. Kimsingi mimi liko jambo ambalo miongoni mwa mambo mawili ambayo tunaweza tukasema kwamba yamesababisha kuondoka kwenye utaratibu, na hata leo siwezi kusita kuiita General Conference kwamba ni Babeli. Na kwa ushahidi ulio wazi unaodhibitisha kwamba General Conference au mfumo wa Adventista wa Sabato ni mfumo ulio wazi, ni mfumo ambao umeuacha ukweli. Wasomaji, kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 40, kuna kitu tuweze kukitazama hapa. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 40. Somaji, twende chapuchapu. Wakorinto wa kwanza 15:40. Naam, neno la Mungu linasema, kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 15 aya ya 40. Ndio. Nasema, tena kuna miili ya mbinguni, Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni lakini fahari yake ile ya mbinguni
ni mbali, na fahari yake ile ya duniani na fahari yake ile ya duniani. Kwa hiyo wapendwa, kitu ambacho tunapaswa kukitazama hapa, kumbe kwanza kuna miili ya mbinguni na kumbe kuna miili ya mbinguni na kuna miili ya duniani. Kumbe viumbe wa mbinguni pia wana miili. Baba ana mwili, Mwana wa Mungu ana mwili, malaika ana mwili, isipokuwa kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani. Kwa hiyo kumbe, wapendwa, tunapokuwa tukihitaji kujua huyu Mungu Roho, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, pia tunapaswa kujua kwamba hawa wana miili. Na kimsingi maandiko yako wazi kwamba hakuna kiumbe kinachoitwa Mungu Roho, na kwa mujibu wa andiko hakuna kiumbe ambacho tunaweza tukakupa jina la Mungu Roho, isipokuwa tuna Mungu aliye Baba na tuna mwana wa nani? Tuna mwana wa Mungu, na hao wana miili, isipokuwa miili yao ni ya wapi? Ni ya mbinguni. Wapendwa, jioni ya leo au mchana huu wa leo tunapaswa kuchunguza vizuri juu ya swala hili ambalo tumekuwa tukiendelea kulichunguza na kujadili kwa kina juu ya huyu Roho Mtakatifu, kwamba huyu Roho Mtakatifu ni kitu gani na wenzetu wanamtambuaje? Yohana sura ya 4 mstari wa 22 hadi 24. Yohana sura ya 4, somaji 22 hadi 24. Ninyi mnaabudu msichokijua. Ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja. Nayo sasa ipo. Ambayo waabuduo halisi. Watamwabudu Baba katika roho na kweli. Watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maana Baba hawatafuta watu kama hao waabudu. Ndiyo. Mungu ni roho. Nao waabuduo yeye. Imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo kumbe wamwabuduo Baba halisi wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli, na kwa sababu Mungu ni nini? Mungu ni roho. Nao wamwabuduo wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Wapendwa, jambo hili la Roho Mtakatifu limekuwa likiwachanganya wengi na kukipa kiumbe kingine nafasi isiyostahili, na haya ndiyo yametutoa kule baada ya kuona wenzetu wanachokishikilia kwa mujibu wa andiko hakipo, kwa mujibu wa Biblia hakipo. Wanakipa kiumbe kingine nafasi ambayo haistahili. Zaburi 119 mstari wa 7 hadi wa 10.
Zaburi 119 mstari wa 7 hadi wa 10. Naam, inasema Ndiyo. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Ndiyo. Kwa kutii, akilifuata neno lako. Akilifuata neno lako. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta. Ndiyo. Na usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Nisije nikakutenda dhambi. Bwana. Bwana. Umehimidiwa. Umehimidiwa. Nifundishe amri zako. Nifundishe amri zako. Kwa midomo yangu nimezisimulia. Ndiyo. Hukumu zote za kinywa chako. Ndiyo. Nimeifurahia njia ya shuhuda zako. Nimeifurahia njia ya shuhuda zako. Kana kwamba ni mali mengi. Ndiyo. 15. Naam. Nitafakari mausia yako. Ndiyo. Nami nitaziangalia njia zako. Ndiyo. Nifurahisha sana kwa amri zako. Ndiyo. Usisahau neno lako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Andiko linasema moyoni mwangu nimeliweka nini? Neno lako, nisije nikafanyaje? Nikakutenda dhambi. Kimsingi lazima ujiulize, kwa nini andiko hili linasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako? Yohana inatueleza vizuri. Yohana 1, hapo mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu, naye neno alikuwa nani? Mungu. Kwa kimsingi andiko linaposema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi, hii inaashiria kabisa Kristo. Unapoliweka neno la Mungu, ina maana Kristo anakuwa ndani ya maisha yetu kwa njia ya Roho wake. Kwa hiyo Kristo mwenyewe anakuja kujihudhurisha katika maisha yetu kwa njia ya Roho wake, maana Kristo mwenyewe ndiye neno. Na hapa si kiumbe kingine ambacho kiko kando. Kwa hiyo Kristo anapokuja ndani yetu kwa njia ya Roho wake, ndipo tunakuwa na Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa nani? Wa Kristo. Hakuna roho ambayo inaweza kuwa kando na mwenye Roho. Danieli 2 msomaji 1 hadi 3. Tuone, je, Roho na mwenye Roho ni vitu viwili tofauti? Danieli 2:1 hadi 3. Ndiyo. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza. Nebukadneza aliota ndoto. Roho yake ikafadhaika. Na roho yake ikafadhaika. Na roho yake ikafadhaika. Usingizi wake ukamwacha. Usingizi wake ukamwacha. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika. Kimsingi lazima utafakari neno hili ya kwamba Nebukadneza anapoota ndoto na roho yake inapofadhaika, je, roho ilikuwa pale na Nebukadneza alikuwa pale au ilikuwa jambo gani? Kwa hiyo kimsingi roho ya Nebukadneza inapofadhaika, ina maana kwamba Nebukadneza mwenyewe anafanyaje? Anafadhaika. Amina. Kwa hiyo kumbe mwenye roho au roho haiwezi kuwa kando na mwenye roho, na roho ya Mungu inapofadhaika sio Mungu roho, isipokuwa ni Mungu mwenyewe anafanyaje? Anafadhaika. Kwa hiyo mtu anapoweka kando roho na mwenye roho, ina maana hapa anatengeneza jambo la umizimu, na hapa anakuwa anataka kutuambia kwamba kumbe hata mtu anapokufa roho yake inaweza kuchukua nafasi ya kuendelea kuishi. Maana kimsingi kama Nebukadneza roho yake ingekuwa iko kando ikiwa inafadhaika, na Nebukadneza akiwa yuko kando akitafakari, ina maana hii inaashiria kwamba kumbe hata mtu anapokufa roho yake inaweza ikaendelea kuwa na maisha mengine.
Kama roho inaweza kufadhaika, ina maana ina ubongo, inafikiria, inatafakari, ina umbo. Lakini andiko linatueleza vizuri kwa tunaporudi kwenye utaratibu wa kiumbe kukiita Mungu Roho. Mungu Roho unakipatia nafasi ya muonekano kwamba kipo kinaonekana. Kwa kimsingi lazima tutambue kila ambacho tunapaswa kukifanya, kila ambacho tunapaswa kutembea nacho, juu ya hivi viumbe na juu ya Roho Mtakatifu ni kitu gani? Yohana 14:16-18. Tuchunguze leo kwa kina huyu Roho Mtakatifu ni namna gani, na pia lazima tutambue, je, huyu Roho Mtakatifu ndiye aliyepuliziwa Adamu au ilikuwa ni kitu gani? Tuweze kutofautisha hivi vitu, na isifika hatua watu wakaanza kutudanganya tu na kutuletea pombe ambazo hazieleweki, kwamba mara Roho Mtakatifu sijui imekuweje, huyo ndiye aliyekufa msalabani, mara huyo ndiye aliyetamka. Msomaji, Yohana 14:16-18. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kweli, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Endelea msomaji. Ndiyo. Bado kitambo kidogo, ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai, nanyi mtakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Andiko hili liko wazi na wala halihitaji mtu kubabaisha kwamba hapa ni kiumbe gani kinazungumziwa. Yesu anaeleza wasifu wake, anaeleza jinsi yeye mwenyewe itakavyokuwa. Anawaambia mitume ya kwamba bado kitambo kidogo hamtaniona. Kwa hiyo kumbe wakati fulani, wakati ule Kristo alikuwa na wanafunzi wake, akiwa anawapa habari za namna atakavyorudi, atakavyokuja kuwa nao katika hali ya roho. Ulimwengu haunitambui, bali ninyi mnanitambua, maana niko nanyi. Bado kitambo kidogo mnaniona, lakini bado kitambo kidogo hamtaniona. Katika hali ya macho. Kimsingi Yesu alipokuwa na wanafunzi wake katika ulimwengu, katika dunia hii, hakuwa na uwezo wa kuwa kila mahali. Lakini baada ya Kristo sasa anaondoka na anarudi katika hali ya uungu, ndipo alipokuwa na uwezo wa kuwa kila mahali kwa njia ya Roho wake. Na hili amelithibitisha vizuri, amelizungumza vizuri, na anaeleza vizuri jinsi ambavyo ataishi na watu wake. Ukisoma Isaya, msomaji, Isaya 61:1. Ndiyo.
Ndiyo. Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Roho ya Bwana ni juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika mioyo. Amenituma kuwaganga waliovunjika mioyo. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Tangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Ndiyo. Siku ya kisasi cha Mungu wetu. Ndiyo. Kuwafariji wote waliao. Kuwafariji wote waliao. Kuwaagizia hao waliao katika Sayuni. Ndiyo. Wapewe taji ya maua. Ndiyo. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Amina. Vazi la sifa badala ya roho nzito. Ndiyo. Wapate kuitwa miti iliyo hai. Wapate kuitwa miti iliyo hai. Miti ya haki. Miti ya haki. Iliyopandwa na Bwana. Ndiyo. Ili atukuzwe. Naam, asante. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri watu habari njema. Sasa Kristo ametiwaje mafuta? Mungu amemtiaje mafuta Kristo? Lazima tutambue namna ambavyo Kristo anatiwa mafuta. Na kumbe haya mafuta ndiyo roho wa Kristo. Na hii ndiyo ambayo falsafa ambayo Kristo ametiwa mafuta. Kristo naye anatutia sisi mafuta. Na hapa ndipo tunaweza kuanza kutambua kwamba kumbe Roho Mtakatifu ni kitu gani? Yohana 26 mstari wa 5. Yohana 5:26. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake. Ndiyo. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake. Vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima. Vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kwa kumbe Kristo anaposema Roho wa Bwana ni juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Hii ndiyo falsafa, na hii ndivyo ilivyo, kwamba kumbe Mungu anamtoa Roho wake kwenda kwa mwanaye. Vivyo hivyo Mwana na yeye anamtoa Roho wake kuja kwa viumbe wengine, kuanzia kwa malaika mpaka kwa wanadamu. Kwa kumbe Roho Mtakatifu sio kiumbe kingine, isipokuwa kama ambavyo Mungu anaweza akamtoa Roho wake kwenda kwa mwanaye, na mwanaye akamtoa Roho wake kwenda kwa viumbe wengine. Hawa viumbe wengine au sisi wanadamu hatuna uwezo wa kutoa roho wetu kwenda wapi? Kwenda kwingine. Na kimsingi lazima utofautishe kwamba huyu roho anayetolewa na Kristo kuja kwa viumbe wake ni kitu gani? Namna mwingine mtu anaweza akafikiria kumbe Roho Mtakatifu ndiyo pumzi aliyopuliziwa Adamu pale bustani ya Edeni akiwa ameumbwa. Kwa hiyo lazima utofautishe kwamba Roho Mtakatifu ni kitu gani na pumzi ya uhai iliyopuliziwa kwa mwanadamu ni kitu gani. Kwa kumbe lazima tutambue jinsi ambavyo viumbe wamekuwepo na jinsi walivyopuliziwa pumzi ya uhai na jinsi ambavyo Roho wa Mungu sasa anapokea au tunapokea uzima kwa njia ya nani? Kwa njia ya Kristo. Kwa hiyo lazima tutambue jinsi ambavyo
Roho Mtakatifu tunampokea, na jinsi ambavyo mwanadamu anapokea au mwanadamu anapokea pumzi ya uhai. Hivi ni vitu viwili tofauti, pumzi ya uhai na roho nini? Na Roho Mtakatifu tuliyempokea. Msomaji, kitabu cha maandiko ya awali kitueleze kwamba huyu Roho Mtakatifu ni kitu gani? No, Tumaini la Vizazi Vyote kitueleze kwamba huyu Roho Mtakatifu ni kitu gani? Je, ndiyo pumzi ya uhai ambayo mwanadamu anaipokea, au Roho Mtakatifu ni kitu cha namna gani? Kwa lazima tutambue, wenzetu kule wanasema kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu, na hao wote watatu wapo sawa. Tumaini la Vizazi Vyote sura ya 84. Anza hapo, funua ukurasa wa 608 hapo. Tuone ikiwa Roho Mtakatifu na yeye ni sawa na Baba, lazima awe na mwili na lazima awe na umbo. Sasa Yesu atueleze yeye Roho Mtakatifu yukoje? Yesu mwenyewe atueleze, ukurasa wa 608. Soma hiyo aya ya chini kabisa hapo mwishoni. Imeandikwa, ndio, wakashtuka. Naam, wakashtuka sana. Wakashtuka wakaogopa sana. Wakashtuka wakaogopa sana. Wakadhani ya kwamba wanaona roho. Wakadhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi nilivyo. Baada ya kusema hayo, na baada ya kusema hayo akaonyesha mikono yake na miguu. Walitazama ile mikono na miguu iliyoharibiwa na misumari, ndio ile ya kikatili. Ndio walitambua sauti yake, iliyokuwa tofauti na nyingine yoyote uliyowahi kuisikia. Kwa hiyo lazima tutazame. Yesu anawatokea mitume walipokuwa wamejifungia. Mitume wanadani wanaona roho, lakini kumbe anawaambia nishikeni, nitazameni, kwa maana roho haina mwili wala mifupa. Sasa swali tu lazima tujiulize, wapendwa. Kauli moja na inukuu ya hivi karibuni, kama siku 3 zimepita, na inukuu hiyo kauli. Mungu akaitisha baraza la mbinguni. Yesu akakaa hapo na Roho Mtakatifu akakaa hapo, na Mungu alikuwepo ili aeleze nafasi ya mwanaye. Sasa lazima tufikirie kwenye ubongo. Ikiwa Yesu anasema roho haina mfupa wala mwili, huyo Mungu aliyeitisha baraza la mbinguni na Roho Mtakatifu akakaa hapo, umbo lake lilikuwa namna gani? Saa imefika watu wanatumia lojiki zao na elimu zao kudanganya ulimwengu ya kwamba Roho Mtakatifu naye ni kiumbe. Sasa maandiko yanaeleza wazi, vitabu vinaeleza wazi kwamba Roho Mtakatifu ni kitu gani, na Mungu alipoitisha baraza la mbinguni ili kueleza nafasi ya mwanaye, alieleza aliitisha watu gani.
Kwa Yesu anawaambia mitume, anawatokea anawaambia nishikeni muone, maana roho haina mfupa wala mwili kama nilivyo mimi. Kwa hiyo ikiwa roho sasa haina mfupa wala mwili, je, sisi Roho Mtakatifu tunamtambuaje? Sisi tulioko hapa leo, Roho Mtakatifu tunamtambuaje? Je, na sisi tunamkataa Roho Mtakatifu au tunasema Roho Mtakatifu ni kitu gani? Sura hiyo ya 84 ukurasa wa 610. Nisomea hapo msomaji. Anzia tu juu pale. Tujue Roho Mtakatifu ni kitu gani na sisi tunapaswa kutambua katika hali ipi? Kuanzia juu pale. Ndio. Nasema Roho Mtakatifu alikuwa hajadhihirishwa kikamilifu. Roho Mtakatifu alikuwa hajadhihirishwa kikamilifu. Maana Kristo alikuwa hajatukuzwa. Maana Kristo alikuwa hajatukuzwa. Kujazwa kwa Roho. Kujazwa kwa Roho. Kujazwa kwa Roho kwa wingi. Kujazwa kwa Roho kwa wingi. Hakukufanyika. Ndio. Hakukufanyika hadi baada ya kufa kwa Kristo. Ndio. Kabla ya kumpokea huyo, wanafunzi wale wasingeweza kutekeleza agizo la kuhubiri Injili. Wanafunzi wasingeweza kutekeleza agizo la kuhubiri nini? Injili. Kumbe kabla ya kumpokea Roho Mtakatifu, wanafunzi hawakuwa na nafasi ya kutekeleza kazi yao ya Injili. Kwa hiyo ilikuwa makusudi Kristo aende mbinguni akatukuzwe na hatimaye tupokee Roho Mtakatifu, au wanafunzi wapokee Roho Mtakatifu. Sasa walipokea kitu gani? Endelea msomaji. Lakini kwa sasa Roho ilitolewa kwa kusudi maalum. Roho ilitolewa kwa makusudi maalum. Kabla ya wanafunzi kuweza kutekeleza wajibu wao. Ndio. Na uhusiano na kanisa. Ndio. Kristo aliwapulizia Roho Mtakatifu. Kristo aliwapulizia Roho Mtakatifu. Alikuwa anakabidhi kwao amana takatifu mno. Na alitamani kuwaonyesha kwamba bila Roho Mtakatifu singewezekana. Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya. Sikiliza hapa. Naomba tusikilizane hapa. Naomba urudie msomaji hapa. Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu. Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu. Kumjaza mtu. Subiri kidogo. Kuna pumzi ya uhai wa maisha ya kawaida na kuna pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu. Kwa hiyo kumbe Roho Mtakatifu ni pumzi ambayo inatufanya sisi wanadamu akili zetu na tabia zetu ziweze kubadilishwa. Kumbe pumzi ya uhai wa kiroho ndio inayotufanya tutiwe muhuri, tuonekane tumetiwa muhuri. Na kumbe mtu ikiwa hana pumzi ya uhai wa kiroho, pumzi ya uhai wa kiroho ndani yake, huyo mtu anabaki kapi, anabakiza pumzi aliyopuliziwa ya uumbaji, ambayo hata wanyama wamepuliziwa. Endelea msomaji. Anasema kumjaza mtu roho. Kumjaza mtu uhai wa Kristo. Na ndio maana maandiko yanasema Bwana, niende wapi nijiepushe na uso wako? Niende kuzimu wewe huko? Niende wapi wewe huko? Ina maana gani hii? Kwamba kumbe Mungu anakuwa pamoja nasi. Anakuwaje pamoja nasi? Lile andiko la Yohana 5, msomaji lirudie. Yohana 5:26. Kwa hiyo Yesu anaposema mimi na Baba tutakuja kwako na tutafanya makao, ni kupitia hilo andiko 5:26. Ndio. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kwa hiyo kumbe jinsi Baba alivyo na uzima, ina maana kisima
kisima kinachotiririsha chemichemi za uzima kiko kimoja, na hiki kisima kinapotiririsha chemichemi za uzima, yale maji ya uzima yanaanzia kwa Kristo, na yanapofika kwa Kristo, Kristo na yeye anagawa kwa viumbe vyake wengine. Na ndio maana tunaona malaika anatumwa kwa mkono wa Kristo, anakuja kumpasha habari Yohana. Hatuoni kiumbe kingine hapa kama wengine kwenye net event iko wanakohubiri kwamba Mungu aliitisha jeshi la mbinguni. Kristo alikuwa hapo na Roho Mtakatifu. Msomaji, maandiko yako wazi na yanaeleza wazi ni akina nani wako mbinguni, ni akina nani tutawashuhudia kwa macho, ni akina nani ulimwengu unapohukumiwa tutawaona. Ufunuo 3:5. Lazima tujue kabisa ni yapi wapendo tunapaswa kuyafanya, na ulimwengu uko wapi, na kipi nasi tunapaswa kukiishi. Ndio, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi. Yeye ashindaye atavikwa mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika. Sasa lazima tufikirie, ikiwa Kristo analikiri jina langu mbele ya Baba na mbele ya malaika, huyu Mungu Roho yuko wapi nafasi yake? Kwa hiyo lazima ubongo wetu na akili zetu zifunguke kwamba kumbe hakuna kiumbe kingine kinachoitwa Mungu Roho isipokuwa Roho Mtakatifu. Ni Roho wa Baba, ni Roho wa Kristo, na ndiye sasa anakuja kwetu. Kwa hiyo yale ambayo tumekuwa tukifundishwa tukiwa bado kule, kwamba kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho, lazima tutambue maana ya neno utatu, maana ya Mungu, kwamba utatu ni kitu gani. Maana ukienda katika lugha za Kikoloni wanasema wanaita Trinity, ikiwa na maana yupo hapo mmoja, yupo wa pili hapo, na yupo wa tatu hapo. Lakini tunapokuja kwenye falsafa ya Godhead, kuna Mungu ndiye kiongozi, kuna Mwana wa Mungu, lakini kuna Roho wa Mungu ambaye ndiye Roho wa Kristo, kwa mujibu wa Yohana 5:26, ambaye Kristo naye anatupatia sisi huyo Roho. Kwa hiyo lazima tutambue vizuri namna ambavyo mambo haya yanakwenda, jinsi Roho Mtakatifu alivyo na jinsi tunavyopaswa kutambua juu ya jambo hili, na si vingine kama ambavyo wenzetu wamekuwa wakitueleza. Sasa Mungu anasema katika Mwanzo 1:26 kwamba na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Ikiwa hawa waliofanya uumbaji wako watatu, basi viumbe ambavyo walipaswa kuviumba na wao vilipaswa kuungwa viumbe vitatu. Maana si andiko limesema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa ikiwa wamekwenda tofauti, basi kuna shida. Lakini andiko liko wazi. Tuangalie namna uumbaji sasa ulivyofanyika, na tutazame mahusiano ya Mungu na Kristo jinsi ilivyo. Mwanzo 1:26, msomaji soma. 1:26 inaandikwa. Ndio. Mungu akasema, mfanye mtu kwa mfano wetu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani
na wanyama wa nchi yote pia. Kwa hiyo kumbe mwanadamu tulivyoumbwa, tumeumbwa kwa mfano halisi wa Mungu alivyo, kwa mfano halisi wa Baba na Mwana. Na hii ndiyo ambayo inatuambia kule kwenye Ufunuo 14 kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa yake ya hukumu imekuja. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Lazima tutambue huyu Mungu roho, naye aliumba au ni kitu gani? Mwanzo 2:7. Ndio. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya nini? Ya ardhi. Akampulizia puani pumzi. Endelea. Mtu akawa nafsi hai. Naomba niandike hapo, wana mahesabu nafikiri watanielewa. Kumbe kabla ya hapo kulikuwa na mavumbi. Kabla ya hapo kulikuwa na mavumbi. Kwa hiyo kumbe kilichoanza kuumbwa ni mavumbi. Na kabla ya mavumbi haya, yalipowekwa mavumbi haya, yalikuwa hayajaonekana kuwa pumzi iliyo hai, kuwa nafsi iliyo hai. Kumbe ili tupate nafsi iliyo hai, lazima tupate mavumbi kujumulisha nini? Pumzi. Tunapata nini? Tunapata nafsi. Nafsi hai. Hii ndiyo hata wanyama wako nayo, hata ndege wako nayo. Kwa hiyo kumbe kile kilichofanyika hapa, na hiki kimefanyika kwa Adamu peke yake. Aliyefanyiwa kitendo hiki ni Adamu peke yake. Kwa kumbe Adamu, mavumbi yanafinyangwa. Baada ya kufinyangwa mavumbi, akapuliziwa puani pumzi ya uhai, ikawa nini? Nafsi iliyo hai. Kwa hiyo kumbe ukitoa pumzi ya uhai, inabaki makapu tu. Kwa kumbe ili kiumbe kiweze kutembea na kiweze kuishi, lazima hivi vitu viwili viwe pamoja. Kwa hiyo hii ni tofauti na ile tumeizungumza kwamba nafsi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu. Kwa hiyo nafsi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu ni tofauti na hiki kitu hapa. Ni tofauti. Pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu ni tofauti na hiki hapa mavumbi. Kujumlisha pumzi tunapata nafsi iliyo hai. Kwa kumbe nafsi iliyo hai hata mnyama anayo, hata ndege wanayo, sungura wanayo, mbwa wanayo. Lakini pumzi ya uhai wa kiroho, roho wa Kristo, hii hapewi kila mtu, isipokuwa hii anaipata mtu anayejinyenyekeza mbele ya Kristo. Kwa hiyo lazima tutambue jinsi ambavyo vitu hivi vinakwenda. Sasa sikiliza kitu kimoja hapa. Nimesema hili jambo limefanyika kwa Adamu peke yake. Mwanzo 2:21. Msomaji. 21 hadi 25. 21. Ndio. Inaandikwa, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Akamletea Adamu. Sasa sikiliza hapa.
andiko walitueleza Hawa anapuliziwa nini? Pumzi ya nini? Ya uhai. Hakuna hilo andiko kwamba sasa Hawa na yeye akapuliziwa pumzi ya nini? Ya uhai. Kumbe Hawa anaishi kwa pumzi ya nani? Ya Adamu, kama ambavyo Kristo Yohana 5:26 anaishi kwa nini? Anapokea roho wa nani? Wa Mungu. Kumbe Kristo anaishi kwa pumzi ya nani? Ya Baba, kama ambavyo Hawa anaishi kwa pumzi ya nani? Ya Adamu. Kwa Mungu anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, hakuna ujanja. Yaani Mungu amejifunua katika uumbaji. Amina. Na hii ndio falsafa iliyo halisi kabisa, kwamba namna mwanadamu alivyomuumba na Mungu anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ndio halisia jinsi Mungu alivyo na mwanae. Kwa kumbe kama somo la asubuhi la Kristo ni nani, alizaliwa wapi, alipatikanaje? Kwa kumbe kabla ya Kristo kuja kuzaliwa hapa duniani alikuwepo. Msomaji Mithali 8:22 mpaka 30. Kumbe kabla ya Kristo kuja kuwa Bwana wa mwanadamu alikuwepo akiwa na mwili wa mbinguni. 8:28 22 mpaka 30. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia, kabla ya matendo yake ya kale. Kabla ya matendo yake ya kale. Nalitukuka tokea milele. Nalitukuka tokea milele. Tangu awali. Tangu awali. Kabla haijawako dunia. Kabla haijawako dunia. Wakati visipokuwako vilindi. Wakati visipokuwako vilindi. Nalizaliwa. Nalizaliwa. Wakati zisipokuwako chemchemi zilizojaa maji. Wakati zisipokuwako chemchemi. Kabla milima haijawako. Kabla ya milima haijawako. Kabla ya vilima. Kabla ya vilima. Nalizaliwa. Nalizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia. Alipokuwa hajaiumba dunia. Wala makonde. Wala makonde. Wala chanzo cha mavumbi. Wala chanzo cha mavumbi. Alipozithibitisha mbingu. Alipozithibitisha mbingu. Alikuwako. Nalikuwako. Alipopiga duara katika uso wa dunia. Alipopiga duara katika uso wa dunia. Alipofanya imara mawingu. Alipofanya imara mawingu. Chemchemi za bahari. Chemchemi za bahari. Alipoipa bahari mipaka yake. Alipoipa bahari mipaka yake. Kwamba maji yake yasiasi amri yake. Kwamba maji yake yasiasi amri yake. Alipoiagiza misingi ya nchi. Alipoiagiza misingi ya nchi. Ndipo nilipokuwa pamoja naye. Ndipo nilipokuwa pamoja naye. Kama stadi wa kazi. Nikawa furaha yake kila siku. Nikawa furaha yake. Nikifurahia daima mbele zake. Nikifurahia daima mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, haya ndio yametufanya kutoka General Conference. Haya ndio yametufanya kutoka kwenye mfumo ule wapi. Yako wazi. Mungu anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kumbe Kristo ndiye kwanza alizaliwa. Alizaliwaje? Tunaona Hawa anatolewa ndani ya nani? Ya Adamu. Kwa kumbe Mungu anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, jinsi Kristo alivyopatikana ni katika falsafa ya namna Adamu na Hawa walivyopatikana. Kwa kumbe Kristo ni yaani tukienda kwenye genetically, kwenye hali kwamba yaani ukichukua mtoto wangu ukamchanja damu yake na mimi ukanichanja damu yangu, ina maana DNA zote lazima zifanyeje? Zifanane. Kwa kumbe DNA ya Kristo na Mungu ni kitu hiki. Wapendwa, saa imefika tuwaeleze ukweli na watu wasitake kudanganywa kwamba Bwana wa Mungu, yaani heshima ya Kristo ni ya thamani na ni ya pekee na anastahili. Kwa hiyo hivi mwanangu niliyemzaa mimi akiitwa kwa jina langu ni kosa? Kwa Yesu kuitwa Mwana wa Mungu, Yesu kuitwa Mungu, anaitwa ni Mungu kwa sababu ya asili yake. Kwa ni Mwana wa Mungu, ni asili, ni genetically. Kwa hiyo Yesu tunapoitwa Mwana wa, tunapomuita Mungu, tunamuita Mungu kwa sababu ya nini? Ya asili. Hatumuiti
darasa tu. Kwa hiyo maana Mungu anampa mwanae katika hali ya uumbaji, kila kitu amehusika yeye. Andiko limesema ndipo nalipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi. Hivi jamani, stadi wa kazi, tunaposema stadi wa kazi, mafundi ujenzi, mtanielewa vizuri. Ikiwa na maana kwamba kumbe stadi wa kazi ndiye mchora ramani, jengo litakaaje, tutaweka misumari mingapi, bati zitatumika ngapi, litajengwaje. Si ndio master plan? Maana stadi wa kazi ni master plan. Kwa kumbe bosi aliagiza nahitaji ulimwengu ujengwe. Kwa master plan akaplani jinsi ulimwengu utakavyojengwa na jinsi itakavyokuwa, jinsi mwanadamu atakavyoumbwa. Kwa hiyo lazima tutambue Roho Mtakatifu ni kitu gani. Je, ni kiumbe kipo tu au ni kitu gani? Na jambo hili wapendwa, lazima tuelewe vizuri kile ambacho watu wengi wameshindwa kukitambua. Msomaji, Tumaini la Vizazi Vyote sura ya 16. Na hiki ndicho watu wengi wameshindwa kukitambua, na baadaye tumejikuta sasa watu wanaleta mapokeo mengine ndani ya kanisa. Sura ya 16 aya ya 2. Sura ya 16 aya ya 2 Ndio nasema, katika safari hii ndio Yesu aliungana na kundi kubwa la watu waliokuwa wanakwenda katika mji mkuu. Alikuwa bado hajatangaza hadharani kuhusu kazi yake, na alijichanganya na msafara pasipo kujulikana. Katika matukio ya namna hii, ujio wa Masihi ambao umuhimu wake ulikuwa umetolewa kupitia huduma ya Yohana katika kule kutakasa hekalu, Yesu alikuwa anatangaza kazi yake. Na alikuwa akiingia katika kazi yake. Kanisa lile ambalo lilijengwa ili kuwa makao ya Mungu, ndio lilipangwa kuwa kama somo kwa Israeli, ndio na kwa ulimwengu. Ndio tangu milele ilikuwa kusudi la Mungu kwamba kila kiumbe tangu serafi mtakatifu na mwenye utukufu mpaka mwanadamu awe ni hekalu kwa ajili ya makao ya Muumbaji. Simama hapo kidogo msomaji. Kwa kumbe mpango wa Mungu wa uumbaji ilikuwa kwamba tangu serafi mpaka mwanadamu iwe ni makao ya nini? Ya Muumbaji. Kwa hiyo kumbe Adamu alipowekwa kwenye bustani ya Edeni tayari alikuwa ni makao ya nani? Ya Muumbaji kwa njia ya Roho. Unaona hicho kitu? Kwa kumbe Adamu alipoingia kwenye uasi tayari huyu Roho wa Mungu akaondoka ndani ya nani? Ya Adamu. Ina maana ule utukufu ukaondoka. Msomaji, endelea. Anasema ndio kwa sababu ya dhambi mwanadamu alikoma kuwa hekalu la Mungu. Ukiwa umetiwa giza na kuchafuliwa na uovu, moyo wa mwanadamu haukuweza tena kufunua utukufu wa Mungu. Lakini kwa mwana wa Mungu kufanyika mwanadamu, kusudi la mbingu linatimizwa. Mungu
Mungu anakaa ndani ya mwanadamu. Mungu anakaa ndani ya mwanadamu. Na kwa njia ya neema iokoayo. Na kwa njia ya neema iokoayo. Moyo wa wanadamu. Moyo wa wanadamu. Unakuwa hekalu lake. Unakuwa hekalu lake. Mungu alipanga kwamba. Mungu alipanga kwamba. Hekalu la Yerusalemu. Hekalu la Yerusalemu. Liwe ushuhuda kwa kuendeleza. Liwe ushuhuda kwa kuendeleza. Kuelekeza katika hatima ya juu. Ndio. Iliyofunuliwa kwa kila mtu. Iliyofunuliwa kwa kila mtu. Lakini Wayahudi hawakuwa wameelewa maana ya lile ambalo walikuwa wamelichukulia. Lakini Wayahudi hawakuelewa kile ambacho kilikusudiwa kwa fahari kubwa. Ndio. Hawakujitoa wenyewe kuwa hekalu takatifu la Roho wa Mungu. Hawakujitoa wenyewe kuwa hekalu takatifu la Roho wa Mungu. Asante. Kwa hiyo kumbe, baada sasa ya dhambi, ule utukufu Roho wa Mungu akaondolewa katika bustani ya Edeni. Kwa hiyo kumbe kifo cha Kristo msalabani kimerudisha ile hali sasa ya ule utukufu. Kwa kumbe mwanadamu anapotubu na kuomboleza mbele za Mungu na kuishi maisha ya utakatifu, ule utukufu ambao ulipotea kipindi cha uasi wa Edeni, ule utukufu unarudi kwenye maisha ya nani? Ya mwanadamu huyo ambaye tayari ametubu. Na hicho ndicho tunachokiona kwenye Tumaini la Vizazi Vyote sura ya 84 ukurasa huu wa 610, kwamba kumjaza mtu Roho Mtakatifu ni kumjaza pumzi ya uhai, ni kumjaza Roho wa nani? Wa Kristo. Kwa kumbe tunapojaza Roho wa Kristo, anayeonekana sasa ndani yetu ni Kristo. Na hiki ndicho Sauli, Yesu anamtokea Sauli, anamwambia Sauli, mbona unanitesa? Sauli, mbona unaniuzi? Sasa anamuuzije? Kumbe Kristo alikuwa ndani ya wale mitume. Kwa kitendo cha kuwaua mitume na kuwatafuta kuwatesa, moja kwa moja aliyekuwa anateswa ni nani? Ni Kristo, kwa sababu Kristo alikuwa ndani ya nani? Ya wale mitume. Anakuwaje ndani ya wale mitume? Kwa njia ya Roho wake. Maandiko yako wazi. Kwa mtu akisimama kwenye mimbari, akasimama kwenye net event, anaambia Mungu anaita jeshi la mbinguni, anaitisha aeleze nafasi ya mwanaye. Baba alikuwa hapo, Mwana alikuwa hapo, na Roho Mtakatifu alikuwa hapo. Hivi kuna hilo andiko? Tumishi, naomba kitabu cha Wazee na Manabii tuthibitishe pia hiyo kauli kwamba ni kweli jeshi la mbinguni lilipoitwa, baraza la mbinguni lilipoitwa, Roho Mtakatifu aliitwa hapo. Hicho hapo nyuma yako hapo kwenye kiti hapo. Sasa imefika watu lazima tuwaeleze ukweli, jinsi ulimwengu unavyokwenda na kile ambacho tunapaswa kuwaeleza watu juu ya namna ambavyo dunia inapaswa kuwa na sisi tunapaswa kufanya kitu gani. Msomaji, tusomee hiyo ilikuwa sura ya kwanza kurasa wa 19. Kurasa wa 19, Wazee na Manabii. Kitabu cha Wazee na Manabii. Sura ya kwanza ndio kurasa wa 19 ndio aya ya mwisho. Naam. Mfalme wa ulimwengu alilikutanisha jeshi la mbinguni mbele yake, ili katika uwepo wao aweze kueleza dhahiri nafasi halisi ya mwanawe, na kuonesha uhusiano aliokuwa nao, juu ya viumbe vyote. Mwana wa Mungu alishiriki kiti cha enzi cha Baba, na utukufu wa yule aishie kwa uwezo wa nafsi yake. Utukufu huo uliwazunguka wote. Wewe. Kulikuwa na kiumbe kingine hapo kinaitwa Mungu Roho. Kwa kumbe utukufu Mungu anapoikutanisha jeshi la mbinguni, anapohitaji kueleza nafasi ya mwanaye, kwamba huyu mwanangu nafasi yake ni ipi na nini mahusiano
sio ya kawaida. Unapopotosha ulimwengu na kuambia kwamba dunia hii au jeshi la mbinguni au baraza la mbinguni kwamba kuna kiumbe kingine kinaitwa Mungu roho, unakuwa dunia unaipotosha na kuwafanya damu ya hao watu, wewe utahusika. Sasa unaposema kiumbe hiki Mungu roho, Roho Mtakatifu, Mungu roho, na chenyewe kilihusika, vitabu viko wazi. Pendo lisilokifanya, msemaji, tusome hapo kati hapo, pendo lisilokifanya. Tuzipitishe pia kwamba ikiwa huyu Mungu Roho Mtakatifu na yeye ana nafasi sawa na huyu na Baba na Mwana, na yeye alihusika kuumba, sura ya ngapi hapo? Sura ya 2. Kitabu cha Pendo Lisilokifanya, sura ya 2, aya ya mwisho. Isome msomaji. Anasema ndio, ingawa Mungu alikuwa amefanya kila kitu, katika ukamilifu wa uzuri, na dunia ilionekana kutokosa kitu chochote, cha kumfanya Adamu na Hawa kuwa na furaha. Ndio. Lakini Mungu alionyesha upendo wake mkuu kwao, kwa kupanda bustani mahususi kwa ajili yao. Ndio. Manzia mtumishi. Anzia hapa. Naam, napanda juu kidogo. Ndio. Walipokwisha kuiumba dunia, na wanyama juu yake, Baba na Mwana walitekeleza kusudi lao, lililopangwa kabla ya kuanguka kwa kuwafanya wanadamu kwa mfano wao wenyewe. Ndio. Walikuwa wamefanya kazi pamoja katika uumbaji wa dunia, na kila kiumbe hai kilichokuwa juu yake. Na sasa Mungu alisema kwa mwanawe, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Naendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe kauli ya Mwanzo 1:26 ya tufanye mtu kwa mfano wetu ilikuwa ikijadiliwa na watu wangapi? Wawili. Wapendwa, haya tunapoyachunguza, tunapoyaona kwenye mfumo wa General Conference, tunapoyaona kwenye mfumo wa Waadventista wa Sabato ulio kwa hali hii, niko tayari kuishi na ukweli hata kama ni kwenye mti, kuliko kuendelea kusimama na vitu ambavyo mwisho wa siku vinaipeleka dunia na nafsi yangu sehemu ambayo siyo sahihi. Wapendwa, kabla sijaendelea, hili ni darasa na tunapaswa kujifunza, na hapa nilipofikia nisitopushe kwanza au nisimame kidogo, niruhusu niongeze na maswali juu ya mada hii tulionayo ya Roho Mtakatifu. Ni kiumbe cha namna gani? Je, ni kitu gani? Kama ambavyo nimekwisha kueleza. Karibuni kwa aliye na swali, karibuni kwa aliye na nyongeza. Tunasema sisi hapa ni darasa la kujifunza ili twende kuwasaidia wengine juu ya kile ambacho kinakwenda kuikuta dunia. Karibuni. Mtumishi, karibu. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli
pambano kati ya wema na uovu ambalo tumekuwa tukijifunza na kuelezwa. Pambano hili liko katika kiti cha enzi. Liko kwenye kiti cha nini wapendwa? Mtumishi ametueleza vyema kwa jinsi Mungu alivyomtia nguvu kutueleza uwepo wa Mungu na mwanaye Yesu Kristo na uhusiano wao kwa namna gani, kwamba uhusiano wao kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na Mungu alimpatia mwanaye roho wake au uzima wake. Na hiyo ikatusaidia kuelewa kwamba kumbe roho wa Mungu anatolewa. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anapotoa roho wake au anapotupatia roho wake, sio kwamba yeye anabakiwa hana roho. Mtumishi ametumia mfano wa chemichemi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye chemichemi ya uzima. Sasa kwa nini hapa huyu watatu? Kwa nini kuna mgogoro pale? Mgogoro uko hapo kwa sababu kuna kiumbe kingine ambacho kwa kweli tuliona kwamba kilijiinua kuanzia kule mbinguni kikitafuta nafasi ya tatu. Ndio maana kwa kweli, kwa kuamini hilo fundisho, watu wanaabudu kiumbe kingine, huyo anayejiita Mungu Roho. Ndio maana tusome kwanza kitabu kile cha Wakorintho wa pili napoongezea 4:4. Wakorintho wa pili 4:4. Wakorintho wa pili 4:4. Wakorintho wa pili 4:4. Wakorintho wa pili 4:4. Anasema, au anzia mstari wa 3. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, lakini ikiwa injili yetu sisi wa Kristo ambao tunaomba kusimama katika neno la Mungu kutengeneza, kwamba ikiwa imesitirika kwa hao wanaopotea, imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini. Ndio. Isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, ndio, aliye sura yake Mungu. Aliye sura yake nani? Mungu. Tunaona kwa tumeelezwa kwamba